Jahazi TV. Kitu kizuri kwa jamii zetu, tuweze kujenga kwa wale walengwa tuliolenga. Tunawalenga wanawake, tunawalenga vijana, tunawalenga watoto wenye mahitaji maalum, tunawalenga viongozi wa shehia, tuweze kuwa na mashirikiano ili tuweze kulenga kitu kimoja kwa ajili ya haki na amani. Hivyo wanahabari ambao mko hapa na viongozi kutoka katika maendeleo ya jamii Katoliki, tushirikiane wote kwa ajili ya kusaidia jamii yetu ambayo inahitaji uelewa, inahitaji elimu katika haki, katika kujitambua na katika kupigana na udhalilishaji ambao unawapata wengi bila kupata uelewa na elimu juu ya hicho kitu. Tumelenga kila mwananchi, kila mwanajamii hapate haki yake. Vile vile mradi wetu umelenga kuboresha upatikanaji wa elimu jumuishi kwa wasichana na watoto wenye ulemavu kwa kuwasaidia vijana na watoto wenye ulemavu kwa kuwapatia vifaa vya kujifunzia shuleni na kuwajenga uwezo wa elimu, kuwajengea uwezo wa elimu kupitia mafunzo maalum ya kitaaluma. Tutawapatia mafunzo walimu huko shuleni katika shule zetu hizo 5, tukiwa tunalenga kwamba watoto wenye uhitaji maalum waweze kupata haki zao. Tulifanya need assessment kama ambavyo mratibu amezungumza, kuangalia katika wilaya yetu ya Kaskazini B. Tulichagua wilaya ya Kaskazini B, haina maana kwamba wilaya nyingine hazina shida, lakini kawaida ya kuanza unakuwa unaanza mdogo mdogo. Inawezekana pengine baadaye mradi ukatanuka zaidi ukaenda katika wilaya nyingine, lakini tuliangalia kuna shida gani Kaskazini B katika maeneo takriban 4. Swala zima la uelewa haki za binadamu na haki za kisheria, lakini vile tuliangalia swala zima la ukatili au udhalilishaji. Unajua kama swala la udhalilishaji Zanzibar ni swala ambalo limekuwa kama ni gumzo kubwa kwa Zanzibar, sio tu kwa wilaya Kaskazini B, lakini kwa Zanzibar kwa ujumla. Kwa tukaangalia extent ya vitendo vya udhalilishaji wilaya Kaskazini B ikoje, lakini vile vile tukaangalia swala jingine la inclusion ya vijana na wanawake katika uongozi. Vijana na wanawake katika vyombo vya maamuzi wanashirikishwa kwa namna gani? Na swala jingine tukaangalia inclusion ya watoto wenye ulemavu, lakini pia hatukuangalia watoto wenye ulemavu peke yake, tuliangalia na watoto ambao wana mazingira magumu wanajisomea vipi. Kwa tuliangalia maeneo 4. Kuna uhitaji gani katika maeneo hayo 4? Udhalilishaji, haki za binadamu na kisheria, niliswali na swala moja la uwezeshaji wa wanawake kiuchumi, pamoja na hilo swala la inclusion kwa watoto wenye ulemavu na ambao wana mazingira magumu. Kwa haki za binadamu na sheria, masuala ya economic empowerment, uongozi kwa vijana na wanawake, lakini vile vile watoto wenye ulemavu na watoto ambao wanaishi katika mazingira magumu wana uhitaji gani katika swala zima la kujisomea na kujifunza. Kwa tukagundua mambo mengi, lakini shida kubwa tuliona kwamba uelewa ni mdogo sana. Kwa kipindi kile tulielewa kwamba uelewa ni mdogo sana masuala ya haki na sheria, lakini vile tukaona kwamba wilaya Kaskazini B ni wilaya ambayo inaongoza sana kwa vitendo vya udhalilishaji, na shida kubwa iliyopo ni kwamba vitendo vinatokezea ila uripotiji wa kesi ni mdogo sana, wanaoripoti ni kidogo. Kwa hiyo unaweza ukasema kwamba uelewa upo, lakini taking into action katika ule uelewa ni mdogo. Watu kuchukua hatua kuripoti kesi zao, kutoa ushahidi, kufanya ufuatiliaji wa matukio ya udhalilishaji ikawa ni mdogo. Lakini jingine tukaona kwamba wilaya Kaskazini B ni wilaya ambayo ipo karibu na sehemu za bahari, kuna utalii mwingi, ila wanawake kujiengage katika shughuli za uzalishaji pia ni mdogo. Na tukaja tukagundua kwamba watoto wengi sana wanaacha shule kwa sababu ya umaskini wa familia zao, lakini vile vile kwa sababu ya kulazimishwa kuingia katika ndoa za umri ambao ni mdogo, lakini vile vile ni kwa sababu tu yale malezi hayajakaa vizuri kwa wazazi kushughulikia watoto wao. Lakini swala jingine tumeona kwamba katika swala zima la inclusion ya watoto wenye ulemavu wapo shuleni wanasoma, lakini bado wanasoma katika mazingira magumu. Walimu ambao wapo ni wachache ambao wamepata ile elimu ya inclusion.
Wengine wanafundisha lakini hawajapitia elimu hii, kwa hiyo wanafundisha just ule uzoefu, tunatumia uzoefu kiasi ambacho kwamba kinawapa mazingira magumu watoto wenye ulemavu kuweza kuelewa au kupata ile elimu ambayo inastahiki. Kwa hiyo tukasema kwamba tuje na mradi huu ambao utasaidia watoto wetu, utasaidia kina mama, utasaidia vijana kwanza kupata uelewa masuala ya haki na sheria, lakini kupata uelewa juu ya namna gani ya kuengage wanawake katika shughuli za kiuchumi, lakini vile vile tuwawezeshe hawa watoto ambao katika mazingira magumu waweze kujisomea vizuri, penye kutoa uniform, penye kusaidia walimu kupata mafunzo na vitu kama hivyo. Lakini jengine la mwisho, lakini sio kwa umuhimu, ni kuhakikisha kwamba vijana na wanawake wanashiriki katika vyombo vya maamuzi. Kwa hiyo tukiangalia ibara ya au kifungu cha 18 cha katiba ya Zanzibar kinatoa haki ya mtu kujieleza, sawa, kufuata, kupokea na kusambaza taarifa, kuwasilisha mawazo kupitia vyombo vya habari. Kwa hiyo tunajua kwamba sisi tuna haki ya kutoa maoni yetu na tuna haki ya kujieleza, lakini hiyo haki ya kutoa maoni na kujieleza ina namna. Sio tu kwamba mtu unajieleza utakavyo au unatoa maoni unayohisi wewe ndio yako kichwani kwako. Je, umezingatia hizo sheria za nchi? Huo usambazaji wako wa taarifa, unataka hii taarifa imfikie nani? Na kwa malengo yepi? Kwa sababu huwezi kutoa taarifa yoyote bila ya wewe mwenyewe kujua taarifa hii na malengo gani kwa jamii. Au tunatoa taarifa bila malengo yoyote? Hapana, lazima tujue malengo ya taarifa hii. Na kama utakuwa unarusha taarifa bila kujua lengo lako lilokupeleka pale, wakati mwingi unaweza ukasababishia hatari hata hichi chombo chako ambacho wewe kinakudhamini. Sawa? Kwa hiyo katika katiba imetoa msingi wa vyombo vya habari kutoa taarifa, na ni muhimu wanahabari kutoa taarifa kwa sababu tunahitaji kujua shughuli za kiserikali. Ili taifa liende, lazima hizi habari zinazotoka wananchi wazitambue. Manake kama kuna sehemu ya kukosoa au kama kuna sehemu ya changamoto, basi watu watazingatia. Lakini kuongeza uelewa kwa wananchi, nini kinaendelea katika serikali yake, na kukuza uwazi na uwajibikaji. Tunajua kwamba serikali yetu ya Mapinduzi ya Zanzibar inaendeshwa kwa misingi ya utawala bora, au kwa Kiingereza tunasema rule of law. Maana watu wote wako sawa na watu wote wana haki sawa. Jahazi TV.